Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Upendo FM Radio na Upendo TV katika kipindi hiki maalum kinachohusu changamoto zinazoyakabili makuzi ya mtoto wa kike katika jamii yetu ya Kitanzania. Leo hii katika kipindi hiki tunazianza simulizi za athari za ndoa za utotoni kwa mtoto wa kike. Ni safari ya saa zisizopungua 6, umbali wa kilomita 455 kutoka Dar es Salaam hadi katika moja ya wilaya 7 za mkoa wa Lindi, kusini mashariki mwa Tanzania. Miongoni mwa tunayokutana nayo hapa ni mabinti hawa. Kama mtu anapitia kuolewa ndoa za utotoni, mimi simshauri ashiriki. Nitamkataza sana. Tena akiwa wa kwangu, nitamkataza na ikishindikana nitampeleka sehemu za sheria. Nitashauri asiolewe kwanza. Angalie tu maisha kwanza, ajitafute, kama kusoma asome kwa bidii ili apate awe na maisha yake mazuri, ajijenge kimaisha ndo ajiingize kwenye mahusiano. Na kama ingekuwa kama ndo hatua ya zamani ndo kwa sasa hivi, wanavyofanya sasa hivi, hata mimi nisingekwenda mbilini mapema. Naam, kauli za mabinti hawa kama ulivyosikia. Pengine ni sababu zipi ambazo zinawafanya kuwa na mawazo kinzani dhidi ya ndoa za utotoni? Ndoa za utotoni zina changamoto sana. Changamoto kubwa. Kwanza, ukibeba ujauzito wakati wa kujifungua ni mtihani. Unapata maumivu sana. Unaweza ukafanywa operation, unaweza ukafa ukishapitia ndoa za utotoni. Unaweza ukabuguziwa katika ndoa, unaweza ukaadhibiwa, lakini wewe unashindwa kuongea, unaogopa. Tukaoana, tulipooana ndio hivyo tukawa tunaishi kwenye ndoa. Mwanzoni huko ndo alikuwa mstaarabu, tunaishi, tunafurahi, tunacheka, tunadisi. Mwisho wa siku ndo akaja hivyo kunisaliti, akaonekani tu nyumbani. Ametoweka kabisa. Sijapata hata taarifa zake. Ripoti ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC ya mwaka 2024 inasema kituo hicho kilibaini matukio 14 ya ndoa za utotoni ambazo zinaendelea kuwa mwiba hasa kwa mabinti wenye umri mdogo. Hapa Kilwa hali ikoje? Mohamed Nyundo ni mkuu wa wilaya hii. Kwa mfano kwenye wilaya yetu ya Kilwa tunazo changamoto ambazo bado zipo, ambazo tunazifanyia kazi mpaka sasa. Moja wapo ni hii ya ndoa za utotoni. Kuna baadhi ya wazee au kwa maana ya familia zinaamini kwamba binti akishavunja ungo kinachofuata ni kuolewa. Kwa hiyo tatizo tunalo, lakini kwa kiasi kikubwa limepungua. Ukweli au usahihi wa kauli ya DC Nyundo unathibitishwa na wadau wa malezi na makuzi ya watoto katika wilaya ya Kilwa, akiwamo afisa ustawi wa jamii wilaya hapa, lakini pia asasi za kiraia. Kwa sababu tunaweza tukasema yale maeneo nilotaja ya wafugaji wengi, ukifuatilia kwenye zile huduma zetu unakuta wengi sana ni under 18 ambao ni wanandoa. Unakuta ana miaka 14, 15, 16, 17, mwingine unaweza kukuta tayari au 18 tayari ana watoto wake 3, manake wa kwanza amemzaa akiwa na umri gani. Kwa tatizo labda halijachukuliwa kiukubwa wake. Kwa hiyo katika matukio ambayo tunapambana nayo, pamoja na matukio ya mimba za utotoni, utelekezaji wa familia, lakini pia na kukatisha masomo kwa wanafunzi mara kwa mara kwenye baadhi ya shule. Unaweza kukuta shule ikaanza na wanafunzi ghafla hata miezi 3 bado 3 au 2 wakaweza kukatisha masomo kwa sababu tofauti ikiwemo ujauzito, lakini pia kwenye jamii kulikuwa na mimba za utotoni nyingi. Yani unaweza ukakaa kwa mwezi ukapata ripoti ya kuna mimba ya utotoni au kuna ndoa inataka kufungwa. Tunapambana kwenda kuvunja hiyo ndoa kwa kushirikiana na watu wa dawati ya jinsia na ustawi wa jamii. Jamii hizi ambazo tunafanya nazo kazi ndio zilikuwa zinalalamika kuhusiana na hivyo visa kwamba watu wanaolewa wakati wako wadogo, mabinti wanaolewa wakati wako wadogo. Vipo visa hadi mpaka watoto wa kike wanapoteza maisha baada ya kupata ujauzito wakiwa wadogo.
Tafiti mbalimbali kuhusu ndoa za utotoni zinataja sababu kadhaa za kuendelea kuwapo kwa ndoa hizo, huku masikini ukitajwa kuchukua nafasi kubwa. Hebu tuwasikilize tena wadau wa makuzi ya watoto wilayani hapa wakitaja kichocheo katika mazingira yanayowazunguka. Mila na desturi bado zipo ambazo zinapelekea mtoto kunyanyasika na kuingia kwenye masuala ya ndoa za utotoni. Kwa mfano, bado kuna ile changamoto ya wanawake kutopewa kipaumbele cha umiliki wa rasilimali. Na pia changamoto nyingine zile talaka holela, kwamba mtu akijisikia kuachana na mke wake anaachana naye. Yaani kwamba ameamua leo anaachana naye, yaani hakuna ule mpango kwamba sisi tunaachana, what next kuhusiana na masuala ya matunzo ya watoto. Kuna utelekezaji wa familia. Kwa hiyo sasa mama akishatelekezwa na mume, akaachwa, mume ameenda kuoa matala, au mume amekwenda amehama tu mji, ameenda anasema naenda kutafuta maisha, matokeo yake haiangalii tena familia huko nyuma, au mume akasema akaenda kuanzisha mahusiano nje ya ndoa, haiangalii tena familia. Kwa hiyo mama katika kunungunika anahusisha watoto. Baba yenu ametoka, tuvumilie, hiki tunachokipata ndo hiki. Anapohusisha watoto wa kike ni rahisi kuingiwa huruma, kumhurumia mama yao. Kwa hiyo anachofanya akimwambia mtu mimi hapa nina shilingi 5,000 nifanye jambo fulani ili nikupe, anaona hii 5,000 nikiipata mimi itamsaidia mama. Hivi mimi nitunze usichana wangu wakati mama anateseka kweli? Kwa hiyo anaamua kuharibu usichana wake ili aweze kumsaidia mama maisha. Kwa wale wana tamaduni zao ambapo kwamba kuoa mtoto akiwa bado mdogo ni kitu cha kawaida tu kwa kutokana na mila, kwamba unakuta mtoto ana miaka 10, ana miaka 9 tayari ameshawekewa ng'ombe, wale ng'ombe kama advance. Baada ya kuwasikiliza wadau wa makuzi ya watoto, na sasa tuwageukie mabinti ambao waliwahi kukutwa na kadhia kuingia kwenye ndoa wakiwa na umri mdogo. Pengine ni kipi kilichowasukuma kuingia kwenye ndoa wakiwa katika umri huo? Nilivyokuwa na miaka 17, nimehitimu darasa la 7, akatokea mchumba, wa kwanza nikamkataa, wa pili nikamkataa, wa tatu nikamkubali kwa kutokana na nini? Vitisho vya wazazi. Kiukweli niliolewa, nimekaa mpaka 2012 ile nikapata ujauzito, ilikuwa mwishoni 2013 nikajifungua. Nilivyojifungua, kabla sijajifungua, yule mwanaume alikuwa ananipa mateso. Kwa vile nina mimba, mimi nikaonekana si mwanamke, na mimi nikashindwa, ingawa nilikuwa mtoto sielewi nini, nikashindwa, nikaamua kuhama kabla sijaachwa. Pale ndipo ikafuatilia nyuma taraka yangu. Nilipopokea ile taraka, mimi nikakaa kule nyumbani. Nilivyokaa nikaona maisha hapa yamekuwa magumu. Mama yangu alikuwa anaishi huku, nikaamua nije nikae huku. Mazingira magumu, bwana yule akaja, mimi nimempenda huyo binti, nataka nimuoe, sitaki kumchezea. Yule bibi akasema aje, mjukuu wangu mwanamume katokea kama hivyo, usikatae riziki, kubali, maana mwanamume kidogo alikuwa na visenti kidogo, usikatae mwanangu riziki hiyo. Basi mimi nikaamua nikubali, kwa kutokana na mkono uende kinywani. Siku zituishi, na nisaidia bibi yangu, akinipa chochote kitu na nisaidia na bibi yangu. Maisha yakawa yanaenda hivyo, lakini ndo nilipobeba mimba mwishoni huko akaanza kubadilika, sijui kilichombadilisha kitu gani. Maana mama yangu alikuwa amepoteza maisha. Kwa hiyo bibi yangu ndo alonishawishi niolewe, kwa kutokana na mgogoro wa mazingira tu ya kimaisha. Maisha yetu yalikuwa magumu. Nikaamua tu niolewe. Ziko taarifa kwamba baadhi ya wazazi au walezi huwashawishi au kuwalazimisha mabinti kukubali kuolewa katika umri mdogo. Hata hivyo, wako ambao hufanikiwa kuruka kiunzi hiki kutokana na kutokuwa tayari. Alitokea huyo mtu alikuwa na mashamba korosho. Nikaambiwa niolewe, nikubali. Nikapiga simu kwa mama, nikampigia simu, nikamwambia. Kwa hiyo alichokifanya akanitumia nauli, nikatoka nikaenda kwa babangu mdogo Mtola mjini, kule nikakaa, baadaye nikatoka ndo nikarudi huko Kivinja. Maana alikuwa ananiambia nisirudi huko, nikae tu kule nikubali. Kwa nikatumia tu njia asili kumpigia simu mama.
Sheria ya ndoa sura ya 29 ya mwaka 1971 pia inatajwa kuwa moja ya vichocheo vya kuendelea kuwapo kwa ndoa za utotoni kutokana na kuruhusu kwake mtu mwenye umri wa miaka 15 kuolewa. Hivyo kukinzana na sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo inataja umri wa mtoto kuwa ni chini ya miaka 18. Nini maana ya mkinzano huu? Wakili Caroline Molel ni afisa programu wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Tukiangalia katika mfumo huo tunaona kwamba sheria ya ndoa ya Tanzania inaendeleza au inaruhusu sasa ndoa za utotoni. Yaani haipingi moja kwa moja ndoa za utotoni kwa maana ya ndoa za watoto walioko chini ya umri wa miaka 18. Sawa, Mahakama ya Rufani ya Tanzania iliamua kwamba kifungu hicho kinapingana na katiba na kwamba marekebisho yafanyike katika sheria hiyo. Na haya maamuzi yalitolewa mwaka 2019, lakini mpaka leo maamuzi hayo bado hayajabadilishwa, yani sheria bado haijabadilishwa kuweza kufikisha umri wa miaka 18. Sasa nini ambacho kama kituo cha sheria na haki za binadamu kinafanya kuweza kupinga au kupambana na ndoa za utotoni? Moja, tunaendelea kutoa elimu kwa umma. Lakini pili, inaendelea kufanya uchechemuzi wa mabadiliko ya sheria hii ya ndoa ili iweze kulinda sasa mtoto wa kike dhidi ya ndoa za utotoni. Utafiti wa kijiografia na afya na kiashiria cha malaria uliofanyika mwaka 2022 unaonyesha kwamba 22% ya wasichana wenye umri wa miaka 15 hadi 19 nchini Tanzania wamewahi kupata ujauzito na 6% wana ujauzito kwa sasa. Katika muktadha huu, ndoa za utotoni zaweza kuwa sehemu ya takwimu hizi. Hali ikoje wilayani Kilwa? Tatizo tunalo, lakini kwa kiasi kikubwa limepungua. Cases ambazo tunazipokea sasa hivi kutoka kwenye maeneo yetu, vijiji 90 vyote vya wilaya ya Kilwa, si cases ambazo tulikuwa tunazipokea miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo tumepiga hatua, lakini tunasema kwamba huwezi kumaliza changamoto kwa wakati mmoja. Lakini kwa wilaya yetu ya Kilwa changamoto hii haipo ukubwa kiasi, lakini tuna kaunti kesi moja kwa uzito ule ule ambao tulivyokuwa tuna tatizo kubwa kwa wakati uliopita. Hali ya ndoa ya utotoni naweza nikasemea kwa namna labda zinavyoripotiwa inakuwa mara nyingine kubwa au ndogo, inategemeana na wakati. Kwa huku Kilwa naweza nikasemea kwamba pia ni tamaduni, kwamba haya mambo pia yanatokana na mila na tamaduni husika, kwa sababu kwa jamii kwa ujumla wanatambua kwamba umri wa mtoto, umri upi mtu anapaswa kuingia katika ndoa na upi kisheria hapaswi kuingia katika ndoa. Mtazamaji wa Upendo TV na msikilizaji wa Upendo FM Radio, ndivyo tunavyohitimisha makala hii kwa siku ya leo, ambapo tumeangazia makuzi ya mtoto wa kike na changamoto anazokutana nazo katika jamii yetu ya Kitanzania, hususan ndoa za utotoni. Usikose kufuatilia mfululizo wa makala hizi kupitia hapa Upendo FM Radio na Upendo TV. Kwa niaba ya Lucishelo Sijaona ambaye ni mpiga picha katika makala hii na wote walioshiriki kufanikisha, mimi ni Rosie Palanjo, asante.